Yupo nani? Wewe jua ni kwamba Mungu alimjia yupo. Na ukiona nena kutoka moyoni mwako. Umwambie Mungu, ni weponi mwako tu nataka nikae. Nataka niwaambie huko nje kuna dhoruba nyingi. Huko nje kuna miba. Huko nje kuna mambo mengi. Lakini weponi mwake tu ndiko utakapopona. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tumekaa weponi wa Mungu tukamuona. Tumeona akituvusha miba. Tumemwona Mungu akituvusha dhoruba. Ukija mahali hapa njoo mwambie Mungu, naomba nikae weponi mwako. Sahau yote. Mwambie Mungu, niko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Weponi mwako nataka nikae. Weponi mwako nataka nikae milele yote. Nikae hapo milele yote. Nikae hapo weponi mwako nataka nawe. Weponi mwako ya kweli. Weponi mwako ndipo kuna uhai. Weponi mwako ndiko kuna amani Mungu. Weponi mwako ndipo kuna vyote. Uponyaji wetu uko. Bwana asifiwe. Amini. Kama nilivyokwisha kutanguliza kwamba imani yetu ni tumaini. Wanaoitumaini na walioitumaini walimuona huyo Mungu wakiwa hapa duniani. Na wewe ukimtumaini Mungu utamuona. Leo Mungu amelipa neno nalo linaitwa mkono wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mkono wa Bwana kiuhalisia, mkono huu ni ishara inayoonyesha uwezo aidha wa utawala au uwezo wa mkono huo. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunasikia historia ya kwamba alikuwepo, mimi nimezaliwa kwenye 80 lakini tunaambiwa alikuwepo president Rais Idi Amin Dada. Tunaambiwa alikuwa ni mtawala mwenye mkono wa chuma. Alikuwa ni mtawala ambaye hakuhitaji cabinet. Alikuwa ni mtawala ambaye hakuhitaji bunge kufanya maamuzi. Alikuwa ni mtawala ambaye hakuhitaji ushauri yeye afanye maamuzi. Alikuwa na mkono wa chuma. Aliamualo ndilo analolifanya. Nilikuwa napita kwenye Kariakoo kienda huko Tanzania. Wahindi wapo wengi sana. Lakini ukienda Uganda, yani utawahesabu kwenye maduka ya Kampala, Muhindi ni mmoja. Ule mkono wa Idi Amin Dada uliwafukuza na wakafukuzika kweli. Mpaka leo sisi tumezaliwa tunatawala sisi. Maduka yote utatukuta weusi mule. Wao ni wachache, nawaambia ukweli. Lakini ilikuwa ni nini? Ni ule mkono aliyokuwa anatawala nao. Mkono ni ishara. Kuna mikono imekaa kwenye maisha yetu. Kuna mkono ukikukamata, usipougundua mkono huo utakuwa mtumwa wa mkono ule hata milele pamoja na wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Mkono pamoja na mikono yote. Nataka niwaambie wana wa Israeli ambao unajua wokovu wetu una chimbuko letu, ambao ndio wana wa Israeli wenyewe. Hao watu hawakuwa wapagani, walikuwa walokole kama wewe ulivyo. Ni walokole, lakini walokole hao waliwekwa kwenye mkono wa utumwa. Ule mkono ukawapelekesha, ule mkono ukawatweza, ule mkono ukawanyanyasa, ule mkono ukawaumiza, ule mkono wa utawala ule ukawapokonya haki zote, ule mkono ukawafanya watumwa. Walokole hawa ni walokole na wazungumzia. Mlokole usipogundua, wale watu wakakaa hawa
hawagundui na hawajui, mkono ukawatesa, mkono wa utawala ukawaumiza, mpaka Yesu Mungu aliposhuka mwenyewe akawatumia mtumishi wake Musa. Nataka nikwambie, lakini leo mimi nimekuletea uelewe mkono wa Bwana, ujue mkono wa Bwana kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuletea huo mkono. Mkono huonyesha uwezo juu ya jambo fulani, uwezo juu ya jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mkono umekupeleka miaka kadhaa na yawezekanika hujaugundua, lakini leo naomba Mungu akuinulie mtu kama Musa ambaye hayuko mbali. Ni wewe mwenyewe, neno liko hapa, yawezekanika ni Musa wako yuko hapo. Naomba Mungu akupe macho ya kuona leo, usitoke kama ulivyokuja. Bwana Yesu asifiwe. Mkono huo ukawapelekesha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mkono ambao unaweza ukaingia kwenye maisha yako ukakukwamisha malengo yako yote, lakini ukakaa hujui ni kitu gani. Ni mkono. Mkono ni utawala, narudia, unaonyesha uwezo wa jambo fulani, lakini ukiwa na mkono, na msomaji wangu sijui ni nani aliyeitwa Goja, na ganzi wake kilikuwa shekeli 600 za chuma uzito wake, na mtu aliyechukulia ngao yake akamtangulia. Wafilisti waliwatesa wana wa Israeli kwa hali ambayo haiwezi kuzungumzika. Wana wa Israeli ni walokole kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema akatokea mtu mwenye mkono mnene, ambaye ni mkono mzito, na wao walikuwa wanamuogopa. Ukiendelea kawauliza, mbona mmetoka mpaka na wadharau? Tena na wauliza, ninyi si watumishi wa Sauli? Wewe si mlokole? Njoo. Mbona sasa unahangaika na ugonjwa hilo? Wewe si mlokole? Mbona sasa hali yako ni mbovu namna hii? Wewe si mlokole? Si unasema na Bwana? Si unasema umemwamini Kristo? Mbona kanisa roho ya magonjwa imebadilika? Mbona kuna watu tunasema mlienda kwenye uzima, sawa kufa huko, lakini mbona tunakufa kabla ya wakati? Bwana Yesu asifiwe. Anawauliza huyu Mfilisti, anawauliza walokole, wewe si mtumishi wa Mungu aliye hai? Wewe sio umesema hivi? Maana yake anakuja kuuliza hivi, ameshajua. Si unasema ana nguvu? Ameweka mkono kwenye maisha yao. Ameweka mkono kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Huyu mtu ni mfano wa Ibilisi, na ni maisha yetu ya leo. Farao ni shetani. Kama ulivyowatesa wakiwa wanatoka hapa, anawauliza maswali haya, walishatoka Misri. Kumbuka nako kulikuwa na mkono mzito. Kama walivyokuwa kabla hajaokoka, mambo huyaelewi, mambo yamekuwa magumu, ukasema nifanye nini? Hebu ngoja niende basi nikaokoke, mambo yatabadilika. Alafu umekuja huku umeshaokoka, na huku unakuta adui mwingine anakuuliza, wewe ulikuja huku kuokoka? Sio umesoma na Mungu? Mbona mambo hayakai sawa? Neno wakati mwingine ni gumu, lakini ukijua kweli ndiye atakayekuweka kweli. Kama unataka kuwa huru, neno mlielewe kama lilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni walokole. Alipo watazama kaona, mbona
ya Mungu wao sioni. Mbona sioni? Ukiendelea katika sura hii, anahitajika mtu atokee aliyeuelewa mkono wa Mungu kwa ajili ya familia yake, kwa ajili ya kanisa la pamoja. Ndipo akatokea kijana Daudi ambaye yeye amewahi kuona mkono wa Mungu. Kijana kale kakatokea, kakamtokea. Hapa anaongea maneno ya dharau haya mbele ya jeshi. Wao walitumaini sisi ni jeshi la Bwana, hatumwogopi adui, wanatamka. Lakini adui anatushambulia kila kukicha. Tulikuwa walokole waliostahimili, lakini tulipita kwenye moto wa ajabu mpaka tulipoijua kweli, tukaiendea kweli, tukasimama upya, tukasimama imara, ndipo tuliponusurika na mkono wa Goliathi. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee mchungaji. Anawaambia basi jichagulieni mtu naye aje ashindane na mimi. Kama akituweza sisi tutakuwa watumwa wake, na kama tukimweza ninyi mtakuwa watumwa wetu. Kila unaposhindwa na hali unakuwa mtumwa wa hiyo hali. Kila unaposhindwa na jambo unakuwa mtumwa wa hilo jambo. Unakuwa mtumwa. Huyu mtu anajivuna, atokee mtu tushindane naye, alafu anaweka na agano. Aweka na agano. Lile ni agano la maneno. Kama mkitushinda tutakuwa watumwa wenu. Umeshinda mangapi wewe? Na yamekushinda mangapi mpaka siku ya leo? Bwana Yesu asifiwe. Jambo lolote ambalo limekushinda mpaka siku ya leo, iwe dhambi iwe nini, wewe ni mtumwa wa hiyo kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Endelee mchungaji. Leo na jeshi la Israeli, nipeni mtu tupigane. Waliposikia maneno hayo ya Wafilisti wakafadhaika na kuogopa sana. Kuna maneno umeyasikia, kuna maneno umeambiwa, walishindwa baba zako, utaweza wewe? Eti wewe unapambana kuvuka. Hii roho ya umasikini iko kwenye ukoo. Hatujawahi kumwona anayevuka hapa. Utaenda utafika mahali unarudi, halafu watakuita atakwambia walishindwa baba zako, utaweza wewe? Liko jambo. Wote kwenye ukoo wapo wanaokufa kwenye, wakifika umri fulani wote. Ukisikia kwetu haiwezekaniki, hatuwezi kuvuka hapa, wapo kwenye ukoo wanasema huu ukoo mtoto wa kiume. Nasikiaga mpaka toa ushuhuda, kule ukoo hakuna mtoto wa kiume. Mimi nimezaa labda walikuwa wanaume kwenye familia. Anatokea mmoja aliyeoa mwanamke kadhaa, mtoto wa kiume. Yaani wale watoto wanaona ushuhuda wa ajabu, wanasema kwenye ukoo. Umesikia mangapi? Mbona huo ugonjwa huko kisukari? Wanakwambia wezi, ukifika umri fulani lazima mpate kisukari. Ukasikia habari zile, alafu mlokole ukawaogopa na kufadhaika. Hawa watu waliposikia kejeli zote na dharau zote, neno la Mungu nasema wakafadhaika, wakaogopa. Kama waliposikia habari fulani kwamba sawa watoto somesha, lakini hutawafaidi. Kwetu hakuna faida ya watoto. Unaanza kutetemeka, unasema ni yani unashindwa hata usimulie nani. Wakati mwingine unaota ndoto za ajabu na kwa macho ya nyama unaona kweli. Watoto wakifika umri fulani unaona wanaanza kubadilika, uelewi. Una watoto wengine mwapambania mwasomesha, lakini hawana Mungu wa kweli mioyoni mwao.
wokovu kwetu hamna. Nenda tu utasali, lakini kwetu wokovu hamna, hicho kitu mwiko. Wakafadhaika, wakaogopa, wakatetemeka. Imagine watetemeka pamoja na president wao, rais wao, jemedari wa jeshi, naye akaogopa. Ndipo Mungu wa mbingu na nchi, kumbe kuna mtu mmoja mwenye imani anamjua Mungu aliye hai. Huyo mtu akaja, sikiza maneno aliyomwambia. Twende kwenye 31, mstari wa 31. Basi Sauli na Israeli wote waliposikia maneno hayo ya Wafilisti wakafadhaika na kuogopa sana. Luka nenda kwenye mstari wa 31. Yaliposikiwa, watu wakamwelekeza Sauli, naye akatuma mtu kwenda kumwita. Daudi akamwambia Sauli asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu hata walokora. Akamwambia na asizimie mtu, anawatia moyo. Asizimie mtu kwa sababu ya hayo mlioyasikia, mnayoyaona, mnayoyashuhudia, mnayoyazoea. Usizimie mioyo. Inahitajika atokee mtu mmoja kwenye ukoo kwa ajili ya kukomboa ule ukoo. Anahitajika mtu mmoja anyanyuke kwenye familia kwa ajili ya kuikomboa ile familia. Juzi niliwapa ushuhuda nikamwambia, sisi wakati mama yetu anaondoka duniani, alituacha sisi ni yatima wasio na shangazi. Walizaliwa wawili tu, mama na mjomba. Nimwaiko kwa ushuhuda. Mjomba yuko na mambo yake, akaondoka mama. Hatuna shangazi, hatuna baba mdogo, hatuna anawaambia. Ndipo wakaanza kutuuliza, ninyi si mnasema mna Mungu? Ninyi si mnasema Mungu aliwaachia, mama yenu aliwaachia huyu Yesu? Wakatukejeli maneno ya kila namna. Bwana Yesu asifiwe. Ni uwepo wa Mungu, hana shida. Alipouliza, walikuwa wanamtegemea mama yao, sasa ameshaondoka, tutawaona. Wale binamu zetu nao wakauliza, sasa tutawaona. Wengine waliongea, tuko kwenye msiba na tunasikia. Watakwambia maneno mengi, lakini nataka nikwambie mteule, kutetemeka na kuogopa kumuondoi Goliathi. Kulia machozi mengi na kuhuzunika hakumuondoi Goliathi. Tulilia kila siku, tunaomboleza. Ndipo siku moja nikiwa natembea, tumekaa mahali, nikasema ngoja nikumbuke Biblia hii, hata sijui. Mungu akamuinua Daudi katikati ya mafadhaiko. Daudi akatokea akaambia, msifadhaike, msiogope. Alafu akawasimulia akawaambia, mimi mfalme wangu, wakati nikiwa nachunga kondoo wa baba yangu, alikuwa akija simba kumulalua kondoo yule, nami nalimchanya kinywa na mpokonya yule simba. Daudi alikuwa na mkono wenye nguvu. Anamwambia, hata walipokuja dubu, na dubu sikumruhusu amtafune simba wangu, amtafune kondoo wangu. Nilikuwa nikipigana na yeye, nikimpokonya yule kondoo, ili Mungu wa mbinguni aweze kutukuza. Daudi akastaajabu, wewe mbona huonekani kikuwa na hicho kitu? Kumbe haka kijana kalishapakwa mafuta zamani. Kama wewe ulionayo ulishapokea neema ya wokovu. Mungu wa mbingu na nchi, mkono mteule, mkono wa Daudi ukaenda. Huu mkono ukuhitaji uwe na hela nyingi ili uweze kukomboa. Huu mkono ukuhitaji uwe shujaa, haukuhitaji uwe na umbile kubwa. Unakuhitaji kitu kimoja, uelewe kwamba kuna mkono unaozidi mikono yote. Haka kijana Daudi kakamwambia Goliathi, mimi nitakujia kwa jina la Bwana wangu. Huyu ni Bwana kalikuwa kajawahi kumuona Bwana. Hili ndio tumaini nimewaambia mwanzoni.
Nikawaambia safari ya wokovu ni matumaini. Kama huna matumaini umempoteza Mungu. Daudi hakuwahi kumuona Mungu hata kidogo. Na ni maajabu hakuishi neema ile ambayo tunayo sisi tumemwona Yesu Kristo. Alikuwa katika vile vitabu vya kale ambavyo walikuwa wanahubiria atakuja nabii mkubwa, atakuja, lakini waliamini. Hao watu waliamini. Wateule sisi tunaambiwa Yesu yupo, alikuja kizazi chetu hiki. Na ninyi muamini huyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akanyanyuka. Neno la Mungu linasema Daudi alichukua mawe machache tu, lakini sio yote aliyatumia. Yawezekani utakuwa na mipango mbalimbali, ukasema kuvuka hali hii, ngoja nitajaribu hili likishindikana nitatumia na hili likishindikana nitatumia na hili. Unahitaji mengi, unahitaji kujua kuna mkono unaozidi mikono yote. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema alirusha jiwe moja, Goliathi akatoweka. Bwana Yesu asifiwe. Mkono ni jambo zito sana. Mkono unaweza ukagusa maisha yako na ukastaajabu. Ukajiuliza, mbona napambana? Mbona nahangaika sana, naamka asubuhi sio mvivu, lakini mkono umekukamata. Mungu akusaidie ujigundue na ujitambue. Ujue ni wewe wa kukomboa familia yako. Wateule nawaambia, nilinyanyuka nikachukua Biblia. Wakati nafungua Biblia, nikakutana na Zaburi 71. Nikaisoma, nikakuta mama yule ambaye alikuwa mama yangu ameandika jina langu pale, wala kuandika wengine. Mimi sijui kwa nini aliniandika mimi. Naifungua ile Biblia, nasema neno linasema, nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Kwa haki yako uniponye, unitegee sikio lako, uniokoe, uwe kwangu mwamba wa makazi yangu, nitakokwenda siku zote. Umeamuru niokolewe. Mungu aliamuru uokolewe. Ndiwe genge langu na ngome yangu. Bwana wangu, uniopoe mkononi mwa wakorofi. Nikainuka. Nikawaambia, ndugu zangu amkeni. Wateule nawaambia, juzi nilikuwa na ushuhuda. Mimi sikujua nguvu ilitoka wapi, lakini Mungu alinitia mafuta wakati ule. Nikaamka nikawaambia wadogo zangu, hakuna kuomboleza. Sisi ni yatima, ni kweli, hatuna A, hatuna B. Hapa tulipo tumeshafika mwisho, lakini liko neno hapa. Wakaniuliza, neno gani dada? Nikawaambia, njoni niwasomee. Nikawaambia, tuna kimbilio jingine, lakini mama ametuachia urithi. Nilikuwa namwambia mchungaji, nilikuwa naambia kanisa, nikaambia sisi mama yetu hakuwa tajiri. Mtaniuliza baba alikuwa wapi? Baba alikuwa tajiri, lakini Hagai alipoingia alibadilisha historia yote. Tulikuwa tunasoma shule ya international schools. Nilikuwa nawaambia Hagai alipoingia sote tukapelekwa Kayumba tukapelekwa Kayumba. From international to Kayumba. Halafu wa kwake wakabaki international. Wa kwake Goliathi hana aibu. Lakini mnadhani kwamba baba yetu alikuwa hatupendi? Alikuwa anatupenda, lakini kuna kitu kilifanyika. Mwanamke akamweka mkononi mwake, akawa ndiye anayemremote. Akisema baba ni hiki, twende. Akisema baba ni hiki, twende. Na kwa kadri baba alivyotupenda ndivyo alivyotuchukia. Mkono wa adui ukasimama. Lakini historia ya ajabu sana. Goliathi shetani hajawahi kuwa rafiki wa mtu. Hasikudanganye kwamba leo kwamba ngoja nitoke kwa Yesu, nirudi kidogo huku, mbona naona wenzangu wanaendelea vizuri. Hajawahi kukupenda. Hajawahi. Baba yangu amesomesha watoto wale
na kusaidia mama yule maisha yake yote. Watoto wakaenda vyuo vikuu, wamesomea Makerere, na sisi wengine tulisambaratishwa huko. Wanakuangalia panapokufaa unawekwa. Neema ya Mungu tu imetubeba. Wengine tusingekuwa hivi, ni neema ya Mungu tu imetubeba wateule. Bwana Yesu asifiwe. Mama yule maajabu. Mungu tusaidie sana. Baada ya watoto wake kusoma, ndipo akaanza vita na baba yangu. Akaanza vita na baba yule, hakumjali hata siku moja. Mpaka leo hatujui nini kimemuua baba, kwa sababu tulimkuta ghafla, mama alikuwa hayupo. Wadogo zangu wananipigia simu, lakini baba alikuwa ameshatubu. Alinipigia simu akaniambia niombe msamaha kwa wadogo zangu wote. Lakini tulimkuta baba yule ghafla tu, wananipigia simu, baba yuko hospitalini, hatuelewi. Wanampeleka, wanasema ni mapafu, wanatoa na nini hatujui, sitaki kulithibitisha, lakini tunahisi kuna kitu alikula. Yule baba kaondoka, hayupo. Shetani hajawahi kuwa rafiki wa mtu. Mteule, usije ukarudi Misri ukasema mbona nimekaa jangwani sana, bora nijaribu nirudi huku Misri. Umekwisha, kwa sababu ulishamkana shetani ukaja kwa Kristo. Hata kuruhusu, hata angalia tu moyo wako, mahali unakosema ngoja nijaribu kuduniani, pale pale atakuchinja. Lakini maajabu ni kwamba yule mzee ameacha mali zake nyingi tu. Wanakuja kuangalia orodha alizoziandika, anasema msiamuru jambo lolote kabla Rose hajaamua. Niko huku na sijui kinachoendelea. Mpaka leo walikaa vikao na vikao, wauze zile mali, nimekataa mimi. Hakuna mali iliyouzwa hata moja. Mungu alishabadilisha. Wateule kuna mkono, lakini wakati mama yetu anaondoka, wateule tulikaliwa mkono wa adui. Neno la Mungu inasema mkono wa Wafilisti ukawakalia wana wa Israeli ukawatweza. Ni Hesabu. Israeli walitwezwa sana kwa sababu ya Wamidiani. Hao wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Lakini angia kwenye 6 mwanzo hiyo nasema kwa nini walitwezwa sana? Soma hapo sura ya 6 hiyo mstari wa 1. Mstari wa 1 nasema kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele ya macho ya Bwana. Bwana akawatia mkononi mwa Midiani muda wa miaka 7. Hapo wana wa Israeli wakafanya yaliyo maovu mbele ya Bwana. Hawa walokole wakafanya yasiyofaa, wakasahau Mungu alikowatoa, wakafanya yasiyofaa. Lakini walokole walio kanisani, Mungu anakuambia msamehe mtu fulani, bado moyo ni Mungu. Mungu anakuambia Mungu wangu mimi ni Mungu wangu mnyenyekevu, walinitemea mate, walifanya kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Anakuambia achilia, bado moyo ni mgumu. Siku hizi Mungu hakutupi, hakuweka kuletea gharika likumeze, anakuacha, anaondoka mbele zako. Mungu sasa hivi usitegemee kwamba atakuja aongee na wewe, akwambia usiku wa leo na kuondoa kama alivyokuwa anafanya, anaondoka. Mungu mwenyewe anaondoka mbele zako. Wana wa Israeli wakasahau mateso makuu Mungu aliyowaokoa nayo. Wana wa Israeli wakasahau maajabu Mungu aliyowalisha chakula jangwani, hawajalima. Wakanung'unika, wakalalamika, Mungu akawaletea nyama wakala mpaka zikawapita puani. Wakasahau matendo makuu ya Mungu. Neno la Mungu nasema Mungu akawaacha, akawachilia mkononi mwa adui. Kumbuka Mungu alipokutoa, usije ukasahau safari ya wokovu wako. Usije ukatoka riziko kadhania ni wewe, ni nguvu zako, ni akili zako. Si kweli, ni Mungu amekuhurumia tu. Neno la Mungu inasema Mungu akawaacha, nao wakatwezwa na mkono wa Wafilisti. Neno kutwezwa, nilikuwa natafuta maana yake kwenye dictionary ya Kiswahili. Maana yake ni mateso makubwa. Hawa watu wakatwezwa. Hawa watu wakatwezwa.
sura ya mstari wa 7. Kisha ikawa hapo wana wa Israeli walipomulilia Bwana kwa sababu ya Mfidiani, Bwana akamtuma nabii aende kwao. Huo ni mstari wa 7. Baada ya wana Israeli kutwezwa, neno la Mungu likasema wakarudi mbele zake wakamulilia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tunatembea na mikono ya wanadamu inatutweza. Haitajiki mtu mwingine kunyanyuka kwa ajili ya ukoo wenu. Anahitajika Daudi mwenye kumjua Mungu aende kwa ajili ya ukoo. Yawezekanika liko jambo, kuna mkono familiani kwenu. Hata kama ukipambana sana, aliye tajiri sana ameisha kwenye pikipiki. Nyie mnadhania ni jambo la kawaida. Sio la kawaida, kuna mkono. Aliyepambana zaidi alienda kwenye gari, labda Corolla. Baada ya kuinunua hiyo Corolla, halafu naye akamshusha akamrudisha. Kuna mkono unafika mahali halafu narudi. Haukuruhusu kuvuka. Uona dhania mambo ni mepesi. Si mepesi. Kumbe kuna mkono. Unashangaa mtoto anazaa hapa, huyo akupendi, anazaa hapa huyo. Yaani unashangaa, unaanza kumhukumu mtoto huyo yukoje, kumbe kuna mkono huko nyuma. Tuliona mkono wa Mungu ukitufukuza nyumbani kwetu. Tuliona mkono wa adui ukitufukuza nyumbani kwetu. Tuliona mkono wa adui ukitutweza. Tulitwezwa sisi. Tulitwezwa wateule. Achana na kwa kwamba ulikuwa na mzazi mwenye mali, lakini huwezi hata kwenda hata ulale kwenye inaitwa jiko la nje. Hata ulale kwenye jiko la nje huwezi. Mnakaa mnaomba. Nilipofika kidato cha 6, nilikuwa nimeshaelewa umuhimu wa elimu. Nilikuwa naenda wakinifukuza ada na kusanya kuni. Naenda naongea na mwenye shule, naomba tubadilishane ada kwa kuni. Lakini una baba tajiri yuko mjini. Ili mnalionaje la kawaida? Kuna hali ya wezekanika unaipitia sio ya kawaida, kuna mkono wa adui. Lakini ashukuriwe Mungu wa mbingu na nchi, ambaye mkono wake umepita mikono yote. Neno la Mungu linasema wana wa Israeli wakarudi nyuma. Walipojigundua wakamulilia Mungu, wakamwambia Mungu, kweli hapa tumejikwaa, kweli hapa Mungu tumekukosea. Ukisoma katika Isaya inasema mkono wa Mungu si mzito na si mfupi uweze kuokoa, ila dhambi zetu sisi zimetutenga na mkono wa Mungu kutenda. Lakini ni kweli hawa wana wa Israeli walikuwa ni walokole, narudia, lakini walikuwa na kila aina ya mkono unawatesa. Kila siku nilikuwa naota niko makaburi, lakini mlokole. Naota nguo yangu mara hii unajikuta naota huko kaburini, unafukua nguo. Hiyo inaitwa deliverance. Kila nilipokuwa natoa nguo nataka uponyaji. Kama nilikuwa na gonjwa fulani, shangaa yeyuka kidogo. Yawezekanika yuko mtu alichukua nguo yake akaipeleka makaburini. Hii habari ni kweli, asiwadanganye mtu. Umeokoka ujue kweli uweze kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anakuja anapambana na biashara iende. Kumbe yupo aliyezoa udongo wake akaupeleka njia panda. Anakwambia kama vile njia panda ilivyo, na mtu huyu asema naambia, maana njia panda inaga uweze kusimama, right? Uweze kusimama. Mtu anachukua udongo wako anapeleka kwenye roundabout mwingine, I don't know. Pale magari yanapozungukia hivi. Unaota ndoto huko kwenye roundabout. Huwezi kusimama, unazunguka tu. Unajitahidi lakini unazunguka tu. Mtu anaenda anachukua picha yako, picha ya mtoto wako. Anaenda anaiweka kwenye kaburi, anaitamkia watu hao wakifika umri fulani waugue magonjwa kama huyu aliyokufa. Wewe unashangaa tu. Mtu anaenda kwenye kaburi, wakati mwingine anafikia
mikono yake na kuwashwa, nadhania ni pesa. Si pesa, hii ni roho ya umasikini. Hata mimi nilikuwa naambiwa ukisikia mikono inawashwa ujue pesa inakuja. Mpaka pale nilipoenda mbele za Mungu ilikuwa inaniwasha sana, sielewi. Nauliza hizi pesa mbona haziji tu? Kwenye ndoto tena nikaota mtu alikuja akachukua, alienda, nilionyeshwa kabisa alienda kwenye kaburi la mtu aliyekufa masikini mtupu. Nikaona wametoa ile fuvu lake, nikaona hapo tuko masikini wa kufa mtu. Nikaona wamelichoma lile fuvu la yule mtu, wamechukua ule unga majivu yake, wameniwekea mikononi. Aliponiwekea mikononi nikawa na washwa. Ndipo kwenye ndoto nikasema uliniambia ukiwashwa ni fedha. Ndipo nikasikia sauti inaniambia piga roho ya umasikini hiyo. Ndipo nikaamka, nikaanza maombi ya kukemea roho ya umasikini, nikavunja roho ile. Ndio hiki mnachokiona leo. Hizi ni ahadi za Bwana kwako. Ibrahimu alimtoa baba yake kwa nchi ile ilikuwa alimtoa kwenye nchi ya waganga wa kienyeji. Walikuwa na miungu ya kila namna. Yawezekanika na wewe ulikotokea kuna kila aina ya miungu. Mingine wameshiriki mwenyewe kwa kujua ama kwa kutokujua. Mahali popote pale ulikoshiriki agano, kuna kitu lazima kilete impact kwenye maisha yako. Mengine tulifanywa bila sisi kufanya. Unashangaa unachinja, labda kuna misiba nyumbani. Unashangaa wakati kaliwele kadogo tu. Yeye watoto hamjui. Wanawakata kucha kidogo tu hamjui. Wanawaunganisha na maagano yako yale. Wewe umeokoka, Mungu akusaidie. Unashangaa unatembea maisha sawa. Safari ya wokovu utaitafuta. Ni kweli kabisa, unaweza na mbinguni ukaingia, lakini cha moto umekiona duniani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Naomba tusome Isaya 43:13. Isaya 43:1. Yakobo, yeye aliyekuumba, Israeli, asema hivi, usiogope, maana nimekukomboa. Wewe uliyekuja mahali hapa, yawezekana kuna mkono ulikuwa umekufunga kwa namna moja ama nyingine. Yawezekana kuna kitu unakijua. Yawezekana kuna mahali unapapitia. Unashangaa mtu alikuja toka zoa udongo, mchungaji kwenye kanisa lako hili. Akasema ndio watasali, lakini hawatafika hiki na hiki na hiki. Unashangaa washirika hawaji kwenye ibada, unadhania ni wao. Walitupa roho ya kuzimia kwa roho, haona kabisa neema ya kutafuta Mungu. Mkono wa adui umeshasimama. Mtu anajitahidi anakuja kanisani, unashangaa yeye anamwekea roho ya kusinzia. Hana muda, sio yeye. Kuna kitu hiki. Anakuja kila wakati mara kwa mara, lakini ukichunguza maisha yake ni magumu. Unashangaa kanisa, siku moja tuko kwenye kanisa moja. Mungu akanipa macho ya rohoni, nikatazama. Nikaona roho za mapito zinamwagwa kwenye washirika wote. Nikamwita mchungaji, sasa mimi niliogopa. Nikamwita mchungaji. Nikamwambia mchungaji, nimefunuliwa hiki na hiki. Ita mkutano wa maombi mara moja kwa wiki hii. Mchungaji akafanya hivi, sawa, nitaita. Na sisi kwa nasali kanisa lile, lakini tulikuwa tumekaa hivi kwenye ibada. Nikaona roho zimemwagwa, kila mtu alimwagiwa roho ya machozi. Atakayefiwa, atakayepoteza kazi, atakayefukuzwa kazini, kila mtu. Mchungaji akanyamaza. Kumbe alikuwa anajua kinachoendelea. Madhabahu kila kazo nyingine. Haikupita wiki ile, kila mtu alikuwa akitokea kanisani. Kila mtu anasema jamani napita wakati fulani, jamani napita wakati fulani, jamani napita wakati fulani, jamani. Na sisi tulikuwa humo kwenye wakati huo. Akafukuzwa kazi na mimi nikafukuzwa kazi. Niliwapa ushuhuda. Lazima tusimame. Wote lazima tutazame.
Tunapigana vita si juu ya mwili huu, bali katika ulimwengu huu usioonekanika. Kuna wakuu wa mitaa, tutalihubiri neno tu. Kuna wakuu wa mitaa wanasema sawa, mtaniendesha, lakini tumeliwekea kikomo, kiko hapa. Kuna kazi nyingine umeajiriwa, inawezekana unalipwa hela nzuri, lakini ile hela ina mkono, ina wadui, inachukuliwa ile hela, tamkiwa hautafanya kitu cha maana kwenye hizo hela. Unazipokea zinapokukutika hivi. Vita vya ushindi kama vile Daudi alivyopigana. Kale katoto kalikuwa peke yake, kalikuwa kadogo sana, lakini kaligundua kuna mkono unaozidi mikono ya Wafilisti. Kaligundua kuna mikono inayozidi mikono ya Sauli. Kaligundua kuna mikono inayozidi haya yote. Ndipo Mungu anatuambia katika Isaya. Sema. Neno hili la kwako mteule. Sikiliza. Usiogope. Usiogope. Maana ni wangu. Nitapo katika maji mengi. Nitakuwa pamoja nawe. Nitakuwa pamoja nawe. Katika mito. Haitakugarikisha. Uendapo katika moto. Yes. Utateketea. Simama kwanza. Mungu hakutuambia hatutapita kwenye mioto. Ninyi mashahidi, hata kina Danieli waliingia kwenye moto. Lakini watoto wale kabla hawajaingia kwenye moto walikuwa na kiti cha kabla cha kuwakinga. Ndipo wakamfuata mfalme akamwambia, kwa vyovyote vile atakusujudia, kwa sababu walimuelewa Mungu wanayemtumaini. Muelewe Mungu wanayemtumaini. Hakusema hutapita kwenye moto, ila alisema ujapopita katika moto hautakuteketeza. Hautakuteketeza. Hakusema hutapita kwenye maji mengi. Maji utayapitia. Hii dunia ina mambo mengi, na tumo ndani ya dunia hii. Lakini mteule, simama imara. Huyo Mungu aliyekuita kwa jina lako, ujapopita katika maji mengi hayatakugarikisha. Bwana Yesu asifiwe. Ujapopita katika mabonde hayo hayatakumeza. Nimemwona Mungu akituvusha mabonde na milima. Nimeona Mungu akitutoa jalalani akatuketisha na wakuu. Nimeona Mungu akitutambulisha. Hata wiki iliyopita, sijui wiki kadhaa, tulialikwa kwenda kwenye send off ya mtu fulani. Lakini mtu fulani huyo tuliwahi kuwa naye rafiki wakati tuko makazini. Tukawa hivi, pesa ilipotoweka na wao wakatoweka. Hata wakati wanamuozesha mtoto wao wa kiume wa kwanza, waliambizana. Imagine tulijikakamua, hata sijui tulijikamuaje, sikumbuki. Tukafika kwenye kanisa ibada wakati wanafunga harusi. Ghafla tukaenda kusalimia maharusi. Tulijua ni marafiki wetu, hata kama hatuna hata mchango kidogo tulichanga kwenye harusi. Lakini watu wale walipotuona, yule mama akasema jamani, hawa nao sasa wamekujaje? Anaongea tunasikia. Sasa wanaendaje ukumbini? Hebu ngoja tutafikie nafasi kwenye gari la wakwe. Jamani. Kwa hiyo wanataka watuingiza kwenye gari la wakwe, ili wakwe wakiingia na sisi tutaingia. Hata sielewe hapo. Aliyokuwa rafiki kipenzi. Ndipo nikamwambia mama, usijali, sisi tumekuja tumejisoti, tutafika tu. Okay sawa. Wakarudi kwenye magari yao, tukaenda. Mungu akatupa neema, tukafika ukumbini. Tulikaa kule, lakini ndio zile tulikuwa tunasema jamani, hapa tulikuwa tunakaa hapo mbele, hapa Bwana kukaa. Awamu hii tulipofika tulikaa kule kwenye watu wale. Of course wote ni watu, lakini tulikaa kule, si ndiye? Na wala hatukukumbuka kutambulishwa wala mimi. Walitusahau. Tukarudi. Lakini mimi nirudi naimba, namwambia yupo Mungu anayeweza kubadilisha historia. Yupo Mungu. Mimi Mungu najua hapa napita tu, wala sitateketea, kwa sababu Mungu amesema hata mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini hayatatudhuru, wala mfupa mmoja hautavunjika. Kwa magonjwa niliyo
ningeugua basi ningalikuwa angalau kilema, lakini siko hata kilema, niko hai kuliko wanavyodhani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa magonjwa niliyoumwa, awamu ya mwisho kabisa daktari alikuja na marafiki kututembelea, kumbe ni daktari sasa hatujui. Wakati huo natoka choo cha kijani, wahi kuwapa ushuhuda huu. Nikiwa natoka choo cha kijani greenish, dark green. Daktari akasema nyongo imepasuka. Wakaanza kumfariji, sasa wewe ni mwanaume, jiandae kwa lolote. Wakamfariji. Wanadamu ni waajabu, wanamfariji na bado niko hai. Wakamfariji, lakini ashukuriwe Mungu, huyu kaka alikuwa anamjua Mungu aliyemwamini ya kuwa hatamuacha. Yule ambaye anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Halimwamini Mungu. Walikuwa wakiondoka na ikatufute, mengine ananificha haniambii. Bwana Yesu asifiwe. Awamu hii walikuja wakasikia habari zetu, wakasema akina fulani walikuwa wanakaa pale, Mungu amewatendea maajabu. Siku ile wanatusikia juu kwa juu, ghafla akapiga simu, nipigia yeye, unajua ninyi ni ndugu zetu wa karibu sana, unajua tunaozesha mtoto wa kike, tunaomba muje. Nikamuuliza simu ya nani hiyo, bwana nasikia sauti ya mtu fulani. Akaniambia ndio mwenyewe huyo. Na mimi nikasikiliza, ananiuliza vipi twende, yani wanamwambia huko, anaanza vipi, tunaenda waambie. Akawajibu akaambia tutakuwepo, ili waweze kumuona huyu Mungu tunayemtumikia. Kweli tulienda vizuri. Tulipofika pale, jamani nyie, yule baba sijui alijisahau, sijui ni kilichotokea. Kwanza tulipofika, wazee mmefika, tukapelekwa sehemu fulani hivi, tukakaa pale. Alafu alipomaliza kujitambulisha yeye na familia yake, waliofuata akasahau mpaka ndugu zake, baba wao katambulisha sisi. Marafiki wa karibu sana Mr. Mtiana, simameni. Ashasahau hawa ni watu ambao wakati ule hawakufaa. Huyo ndiye Mungu nayewaambia wateule. Huyo ndiye Mungu ambaye pekee anaweza akatoa chakula jalalani akakipeleka Serena wakakila. Mungu anayeweza kubadilisha historia mkastaajabu. Mimi ndugu zangu walikuwa hawanisalimii, hawapigi masimu, hawafanyi chochote. Leo wanatumia njia zote za kunishawishi, maana neno la mwisho ninalo mimi, ya kusema mali tuuze au tusiuze. Alafu kiajabu mimi nawahurumia. Hata mume wangu namwambia, hawa siwezi kuruhusu tuuze mali hizi. Hawa watu hawana Yesu, hawajabarikiwa. Wakati wote ulimwengu unawabadilikia, watarudi hapa. Hasa wale wa kike wale, na wahurumia. Na kweli juzi nimeenda nyumbani, nimekuta kwa baba wajukuu tele. Kila naye adhani yeshindwa maisha anaita mjukuu pale. Tungepauza pale, watoto wangekaa wapi? Uliona Mungu, tunaona macho, tunaona mbali. Watu wanatuona hapa, sisi tunaona kule. Kuna watu waliotudharau wakati huo. Naomba nikutie moyo. Isaya amesema, mimi ni Mungu wako niliyekuhuruku, na nikuita kwa jina lako mimi mwenyewe. Na mimi ninakuambia sitakuacha. Ujapopita katika maji mengi, hayatakugarikisha. Ujapopita kwenye moto mwingi, nakwambia hutateketea. Danieli waliingia kwenye moto, walitoka wana hata harufu. Mfalme anauliza nini kimetokea? Hebu ngoja nijaribu kidogo. Moto ulimumeza, moto ukakumezea adui yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mteule, unachohitaji ni kitu hiki kimoja. Neno la Mungu linasema, mkono wangu si mfupi siweze kukuokoa. Kuna mahali unapita, si kwa sababu Mungu amekuacha, lakini kwa sababu kuna mahali hujatengeneza. Amesema ametuumba kwa mfano wake. Kuna mahali unatakiwa utengeneze, urudi kwenye mfano wa Mungu ili uweze kutawala. Wakati amemuumba Adam, kabla hajampa Eva alikuwa kwenye mfano, Adam alikuwa kwenye mfano wa Mungu, kiasi cha kwamba hata kujua kwamba yuko uchi.
alikuwa huru. Mfano wa Mungu ni wa ajabu. Adamu aliishi na wanyama porini. Adamu aliishi na nyoka wa kutisha wa shaba. Adamu aliishi na kila aina cha kutisha, lakini walikuwa marafiki wa ajabu. Shetani alipokuja akatupokonya neema ile ya kutawala, dhambi ndiyo iliyomtenganisha Adamu na Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni dhambi. Awamini Mungu anarudi anamuuliza, Adamu uko wapi? Adamu uko wapi? Adamu anamwambia, Bwana, nimejificha mahali hapa. Hivi mnadhani Mungu alikuwa anamuita kwa sababu amuoni? Alikuwa anamuona, lakini alikuwa anamwambia, mbona Adamu sikuoni uweponi mwangu? Ni wa kwangu, mbona sikuoni tena? Ulikuwa ukinitafuta na kuja tunazungumza. Ulikuwa hujali mchungaji yupo hayupo na kuja kanisani. Ulikuwa